Ninakushukuru sana kwa jinsi ambavyo umeendesha mjadala huu. Nimshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara kwa kunipa kampani na kujibu baadhi ya hoja za waheshimiwa wabunge. Nishukuru tena kamati yako ambayo tumefanya nayo kazi vizuri sana. Niwashukuru waheshimiwa wabunge wote, lakini hususan wabunge 17 ambao wamepata nafasi ya kuchangia na wabunge watatu ambao walipata nafasi ya kutoa taarifa hapa mbele. Muhimu ni kwamba wote wamekiri umuhimu wa wizara hii, lakini nashukuru sana kwamba wote wameappreciate kazi ambayo tunaifanya na wametupongeza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kipindi hiki mbunge kipongezwa ni jambo zuri sana kwa sababu ni kipindi cha muhimu. Kwa hiyo tunawashukuru waheshimiwa wabunge kwa pongezi zenu hizo na tunazichukua kama sehemu muhimu sana ya kusonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe tu neno moja kwanza la utangulizi kwamba maoni mengi sana ya waheshimiwa wabunge yamejikita kwenye mipango, na kwa kweli wamejadili mipango vizuri sana, na Mheshimiwa Japhet Yasunga ameonyesha kwamba hotuba yangu imejaa zaidi uwekezaji kuliko mipango. Niseme tu kwamba leo nilikuwa nawasilisha mpango na budget ya ofisi ya Rais mpango na uwekezaji ambayo ina mafungu matatu. Hapa bungeni kwa bunge hili kabla halijaisha mtaniona mara tatu nilikuwa nimesimama hapa mbele. Leo nimesimama nikiwasilisha budget ya ofisi yangu hii, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 5 mpaka tarehe 10 mwezi wa 6 nitarudi hapa kuwasilisha rasimu ya dira ya taifa ya maendeleo, na Mheshimiwa wabunge watakuwa na siku zisizopungua 4 tutajadiliana tu kuhusu dira yetu ya taifa maendeleo. Lakini tarehe 12 nitarudi hapa tena kuwasilisha hali ya uchumi wa taifa na mpango wa maendeleo wa mwaka 2025-26. Tutakuwa na siku zisizopungua 5 tukijadiliana mambo yote haya ambayo tulikuwa tunasema hapa. Kwa hivyo ndio maana unaona kwamba hapa nimebase zaidi kwenye uwekezaji, kwa sababu ninazo siku takribani 10 za kuhangaika na mipango. Kwa mipango kwa umuhimu wake, bunge letu lina utaratibu wa kuipangia siku yake maalum, na kwa mwaka tunakutana nayo mara 3. Tunakutana nayo kwanza Novemba, tunakutana nayo tena March pale Msekwa, tunakutana nayo tena June. Kwa mipango imepewa nafasi kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo ya awali, naomba tu niseme kwamba kimsingi hapa ni maoni na ushauri, na sisi tunayopokea na tutazingatia katika utekelezaji wa bajeti hii mkitupitishia leo hii. Nitoe tu ufafanuzi wa mambo machache sana. Kwanza, kwa upande wa kamati yetu wametupa ushauri kwenye maeneo 17, maeneo ya jumla 7 na maeneo mahususi 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba yote haya tutayazingatia, na kwa kweli sina sababu ya kupitia moja moja, yote tutazingatia. Labda moja tu hili la kwa nini tulikuwa na budget bilioni 8 kwenye mradi wa 2229 na tumepatiwa shilingi milioni 300 peke yake. Ukweli ni kwamba baada ya kuanza kutekeleza shughuli hii tulikuja tukapata fedha kutoka kwa wadau. Kwa fedha nyingi ambazo zimetumika kutekeleza hii kazi ilifanywa mara kwa kiasi kubwa na wadau wetu wa maendeleo, na maana serikali imeweza kusevu fedha nyingi zaidi katika eneo hili. Kwa upande wa waheshimiwa wabunge, yapo maeneo mahususi ambayo ningetaka kuyatolea ufafanuzi matatu. La kwanza ni hili ambalo linahusu miradi ya uwekezaji mingi kusemekana kwamba ni ya watu wa nje. Ilitolewa na wabunge kadhaa ikiwepo Mheshimiwa Jason Samson Rikiza. Kwa mfano, kitakwimu utaona kwamba tumesajili katika miaka 4 iliyopita tumesajili miradi 2175. Miradi 743 ni miradi ambayo inamilikiwa na Watanzania. Hii ni sawa na 34.2. Miradi 493 inamilikiwa kwa ubia kati ya Watanzania na wageni, sawa na 22.7. Kwa hiyo utaona asilimia takriban 57 ya miradi yote nchini ama inamilikiwa na Watanzania wenyewe moja kwa moja ama inamilikiwa kwa ubia kati ya Watanzania na wageni. Kwa miradi ya wageni
ni takriban asilimia hiyo 43. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatoa kipaumbele sana kwa wawekezaji wa ndani, lakini pia niseme sio kila mwekezaji anapitia TIC. Kwa hivyo miradi mingi ya uwekezaji inaendelea katika nchi yetu ambayo haijapitia TIC, na hivi tumefanya hamasa kubwa, ndio maana tunajiona kwamba Watanzania wengi wameanza kupitia TIC. Eneo la pili ambalo waheshimiwa wabunge wamelizungumzia hapa ni nafasi ya tume katika maeneo mawili. Kwanza, swala la M&E, monitoring and evaluation, na Mheshimiwa Kwajilo hapa ameliongelea kwa msisitizo wa hali ya juu. Lakini pili, amezungumzia swala la uhusiano uliopo kati ya wizara hii, tume ya mipango, pamoja na wizara ya fedha. Niseme kwamba ukisoma majukumu ya tume, kwa kweli swala la tathmini na ufuatiliaji wa miradi, tume ya mipango imepewa hili jukumu. Ukienda kusoma kwenye sheria yetu ya mipango kifungu cha 6(2) D, E na F, yote yanahusu swala la ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo. Kwa kisheria tayari tume ya mipango inalo jukumu hilo, ina mamlaka yote. Kisheria tume ya mipango inaruhusiwa kuitisha mpango wowote, sera yoyote, mkakati wowote, kuupitia na hata kusimamisha. Kwa kweli bunge litunga sheria nzito sana ambayo tume ya mipango, hakuna mwanya wa kisheria ambayo upo ndani ya sheria ya tume ya mipango. Kwa hili nadhani halina shida. Tunaenda kuimarisha tume ya mipango kwa maana ya watumishi na kimuundo, lakini kwa maana ya kisheria tayari, kwa maoni yangu na kwa maoni ya serikali, ipo covered vizuri. Eneo la pili ni swala la muundo. Kimuundo, tume ya mipango mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wajumbe ni akina nani? Pamoja na wajumbe wengine, mle ndani anaingia waziri mwenye dhamana ya mipango na waziri mwenye dhamana ya fedha. Kwa tayari tukitoka pale tunatoka tukiwa kwenye lugha inayofanana, lakini makatibu wakuu wanaohusika na fedha na wanaohusika na mipango ni waalikwa wa kudumu wa Tume ya Taifa ya Mipango. Kwa hiyo inamaanisha pia hata watendaji tayari wapo kwenye tume, pale ambapo tumejadili kupitisha mambo, wanakuwa ni sehemu ya utekelezaji. Eneo la tatu ambalo ninataka kulitolea ufafanuzi kidogo sana, kwanza nikubaliane na Mheshimiwa Profesa Shukrani Manya, maoni yake ni ya msingi na maoni ambayo waheshimiwa wabunge wameyatoa, na ni muhimu tukaendelea kuyazingatia. Nimependa tu hii dhana yake ya nishi, kwamba sisi ni bora katika nini, na kwa kweli ni muhimu sana tujipambanue, na utaona kwenye mapendekezo ya dira kuna maeneo kadhaa ambayo tunasema tunataka tuwe top katika Afrika, tuwe wangapi duniani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tunalichukua kwamba ni eneo muhimu na tunapokea changamoto yake, lakini hii isichukuliwe kwamba kwa sasa Tanzania haina maeneo ambayo tunajipambanua nayo katika ukanda wa Afrika ama duniani. Nikupa mifano. Nchi yetu inajulikana duniani kwamba kwa uzuri wa asili na wanyama, inajulikana kwa swala la amani na utulivu, inajulikana kwa Kiswahili chetu, tunajulikana duniani, tunajulikana kwa ushawishi katika ukanda wa Afrika. Lakini tazama, mbuga yetu ya wanyama ya Serengeti imeshinda tuzo leading national park kwa Afrika kwa miaka 6 mfululizo, tangu mwaka 2019 mpaka mwaka 2024. Mbuga ya wanyama ya Serengeti ndio mbuga bora kabisa Afrika, miaka 6 mfululizo. Lakini mbuga hiyo pia imeshinda kuwa kivutio bora cha watalii Afrika kwa mwaka 2024. Kwa tayari yapo maeneo ambayo tunajipambanua, lakini hii haidhoofisha hoja yake kwamba tuendelee kuangalia maeneo ambayo kama nchi tunakuwa tunajiweka vizuri mara zote. Kwa hili ni eneo ambalo ningetaka kulitolea tu ufafanuzi kwa maana ya maeneo mahususi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie na maeneo ya jumla mawili makubwa yanajitokeza kisera na wakati mwingine kiitikadi. La kwanza, nini nafasi ya serikali katika maendeleo ya nchi? Na wamezungumza waheshimiwa wabunge
wengi sana katika eneo hili, na kuna mjadala mpana duniani, hasa leo katika ulimwengu ambao umefilisika kiideolojia. Hutasema kuna wabepari hapa ama wajamaa wa communist. Wanasema kabisa kwamba dunia kiitikadi inaelekea kufilisika. Kwa hiyo katika maeneo hayo nafasi ya serikali, nafasi ya sekta binafsi ni nini? Lakini kimsingi zipo kazi za msingi ambazo hazibishani duniani kwamba hizi ni kazi za dola. Usalama wa nchi ni kazi ya dola. Swala la usimamizi wa sheria, law and order, ni kazi ya msingi ya dola. Swala la utawala na huduma, elimu, afya, maji, utumishi wa umma, haya ni mambo ya msingi ambayo lazima yafanywe na dola. Ndio maana tubishani hapa, tutaweka fedha kwenye afya, tutaweka fedha kwenye elimu, tutaweka fedha kwenye hata nchi zilizobobea kwenye ubepari, bado maeneo haya serikali itabeba jukumu. Tunaifahamu nchi moja tu duniani hapa, na ipo Afrika sitaitaja, ambayo yenyewe imeamua kuprivatize mpaka elimu yote imekabidhiwa sekta binafsi. Lakini kwa kweli dunia inakubaliana kwamba maeneo haya ni maeneo ambayo kimsingi duniani inabidi dola ichukue nafasi yake. Swala la ujenzi wa miundombinu, hili duniani kote kama ni barabara inajengwa, serikali inajenga barabara. Kwa dola ina nafasi kubwa sana katika eneo hilo. Lakini vile vile management ya uchumi kwa ujumla wake, mambo haya ya mfumuko wa bei, mambo ya sarafu na kadhalika, bado yanakuwa ni sehemu muhimu sana ya serikali. Mambo ya hifadhi ya jamii, mambo ya mahusiano na diplomasia, ni maeneo ambayo hayabishani duniani kwamba ni kazi ya serikali. Swala linakuja, nini nafasi ya serikali kwenye ujenzi wa uchumi? Hapo ndipo ambapo kazi kubwa na mjadala mkubwa unaenda duniani, na wataalamu wa uchumi, kuna vitabu vingi vimeandikwa vikizungumzia swala hili. Na hapa tunazungumzia nafasi ya dola, nafasi ya sekta binafsi. Huko tunapotoka nje, zipo nchi ambazo nadhani kwamba serikali ama dola ikae nje ya swala la ujenzi wa uchumi, sio kazi yake ya msingi. Yenyewe ishughulikia mambo ambayo nimeyataja, lakini iachane na habari za ujenzi wa uchumi. Kazi hiyo ifanywe na sekta binafsi. Lakini zipo mwelekeo unaosema kwamba hapana, serikali lazima imiliki na kuendesha uchumi kwa niaba ya umma. Ndipo tulipotoka. Tulipotangaza Azimio la Arusha, tulikasema kwamba uchumi unamilikiwa na umma, dola kwa niaba ya umma. Huko tumeshaondoka kuanzia miaka ya 80, miaka ya 90. Sasa tupo kwenye eneo ambalo tunasema serikali ina nafasi yake, hizi kazi ambazo nimezitaja, lakini ina nafasi ya management ya uchumi, lakini bado nafasi ya serikali katika maeneo ya kimkakati ya uchumi lazima nafasi yake iwepo. Ndio maana ukisoma taarifa zote za Benki ya Dunia, taarifa za IMF, moja ya eneo ambalo tunakosolewa sisi kama nchi ni kwamba ndio uchumi wetu umekuwa sana, lakini ukuaji wa uchumi wetu umeendeshwa, wanasema ni public investment driven, kwamba unatokana na uwekezaji wa sekta ya umma. Na ni kweli miundombinu ya reli, tunazungumzia reli hii, bwawa la Mwalimu Nyerere, mabarabara yote makubwa yamejengwa na dola. Ndio maana uchumi wetu upo hapo. Lakini kimsingi tunachosema hapa ni kwamba swala la kufanya biashara imeshajulikana kitafiti kwamba serikali zote duniani hazipo vizuri kwenye kufanya biashara. Kwa kufanya biashara iachiwe sekta binafsi. Kazi ya serikali iwe ni kuweka mazingira mazuri ya kufanya biashara. Mazingira mazuri maana yake nini? Mambo mengi, lakini mawili ya msingi. Kwamba serikali isibambike matozo na maada yanayokwaza biashara. Serikali iweke sera nzuri za kikodi ambazo inapata mapato yake, lakini pia inahakikisha kwamba sera za kikodi zinasaidia kukuza biashara na kukuza sekta binafsi. Na hapo ndipo serikali yetu ambapo imejikita. Lakini serikali ifanye kazi ya kujenga miundombinu ya msingi
Kama mwekezaji akija hapa asifikirie habari ya maji, habari ya umeme, habari ya barabara. Serikali iwekeze katika maeneo hayo. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo, lakini lipo eneo la tatu ambalo ni muhimu. Serikali lazima iweke sera za msingi za kuchochea kuongeza thamani ya rasilimali ambazo zinapatikana ndani ya nchi, kuzuia na kupunguza kusafirisha nje ya nchi bidhaa ambazo hazijaongezwa thamani. Hili ni eneo ambalo ni muhimu sana likaangaliwa, kwa sababu udhaifu wa ukoloni ilikuwa ni katika maeneo mawili. Ukoloni tuliulani kwa sababu ulikuja hapa ukachukua mali asili zetu, ukaenda ukajenga viwanda kwao. Ukaja hapa ukachukua watu wetu, ukachukua nguvu kazi, ikaenda kujenga viwanda Ulaya. Haya ndio maeneo mawili mabaya sana ambayo ukoloni ulifanya. Kwa hivyo kuendelea kusafirisha rasilimali za nchi bila kuongeza thamani ni kufanya matendo ya ukoloni. Kwa hiyo ni eneo ambalo lazima kama serikali tumeshaamua kuweka sera ambazo zitahakikisha kwamba tunaongeza thamani bidhaa hapa ndani ya nchi kabla zijasafirishwa. Na tumesema, na rais ameweka msimamo, rais wetu kwa mfano, waziri wa madini anafahamu, Mheshimiwa Rais ameweka msimamo kwamba kwenye madini kwa mfano, haya madini ya kimkakati, mambo mawili: moja, hayatasafirishwa nje ya nchi bila kuongezewa thamani ndani ya Tanzania. Na ndio maana kule Kabanga tunajenga kiwanda cha kuchakata nickel, hivyo hivyo Rukwa, hivyo hivyo Lindi Graphite wanakuja kuweka viwanda hapa. Lakini pili, tunataka tuongeze kwamba madini haya muhimu yachimbwe na Watanzania, ama Watanzania kwa ubia na wageni. Isitokee wageni watupu wakamiliki madini haya, kwa sababu ni madini muhimu sana. Lengo ni kwamba badala ya kusafirisha lithium, nickel, wasafirishe kutoka Tanzania betri ambazo zinatokana na madini haya. Sasa hii ni jukumu la serikali la kuweka sera za namna hii ili kuhakikisha kwamba uchumi unakwenda vizuri. Kwa hiyo niwahakikishie ndugu zangu waheshimiwa wabunge kwamba serikali yetu inajitambua na inaelewa nafasi yake ni nini na nafasi ya sekta binafsi ni nini. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho, tumeaswa vizuri tu hapa na waheshimiwa wabunge kwamba tuwe makini na wageni kuingia hapa kuja kumiliki uchumi wetu. Hili ni eneo ambalo limezungumzwa sana na tunalizingatia. Sasa niseme jambo moja. Mtu mmoja amesema hapa tujifunze kutoka nchi zingine, na nchi moja ya kujifunza ni China, ambayo imepiga hatua kubwa sana katika miaka 40 kuondoa watu wake kwenye umaskini kupitia viwanda. Lakini waligundua nini? Xi Jinping, rais wa Marekani, wa China, samani, ameandika kitabu kinaitwa Kupambana na Kuondokana na Umaskini. Mle ndani ameandika mambo mengi, lakini anasema tujifunze mambo makubwa mawili. La kwanza, anasema tusiogope wala kuona aibu kutumia mitaji na teknolojia kutoka nje ya nchi katika kuendeleza rasilimali zetu. Na hiyo ndiyo ilikuwa falsafa ya Deng Xiaoping ya kufungua China, opening up China. Huko nyuma walijifungia, nchi kubwa ina watu wengi, wakajifungia, wana rasilimali nyingi, lakini wapo ndani ya umaskini. Deng Xiaoping miaka 70 akapewa hapana, akaamua kuifungua China, akakaribisha wawekezaji kutoka dunia nzima, wakajenga viwanda ndani ya China. Ndiyo imewatoa kwenye umaskini wao. Kwa hiyo Xi Jinping anatuambia tusiogope wala kuona aibu kutumia mitaji na teknolojia kutoka nje ya nchi katika kuendeleza rasilimali za nchi. Kwa hiyo muhimu hapa tukaribishe wawekezaji, lakini tuwe na sera nzuri, waje hapa tujenge viwanda. Hii ndio hoja ya msingi na ndio mwelekeo ambao sisi kama serikali tunao. La pili,
Xi Jinping anasema hakuna jamii yoyote inaweza kuendelea yenyewe kwa kutegemea nguvu zetu pekee. Lazima tufungue milango ya kiuchumi kutoka kwa wageni. Hili ndio eneo ambalo lazima tuwe nalo, na ni siri kubwa sana ya ushindi wa China dhidi ya ubeberu duniani. Lakini muhimu wakawekeze, kwa sababu akishaweka kiwanda hapa atakipeleka wapi? Kitakuwepo ndani ya nchi yetu. Kwa ndugu waheshimiwa wabunge, tunapokaribisha wawekezaji hapa haimaanishi kuwakandamiza Watanzania. Serikali yenu inatambua nafasi ya Watanzania, nchi hii ni ya Watanzania, lazima wawe juu ya nchi yao na lazima wafaidike na matunda yote ya uwekezaji kwa sababu hii ni nchi yao. Hilo jambo tunaenda kulizingatia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie tena kwa kushukuru. Nikushukuru mwenyewe pamoja na Mheshimiwa Spika kwa jinsi ambavyo mmesimamia uendeshaji wa hii bajeti yetu. Muhimu ni kwamba tuendelee kuwa sauti moja. Sisi ni timu moja, lazima tucheze kama timu moja, na kwa kweli tushukuru bunge lako kwa sababu linafanya kazi na serikali. Lakini waambie waheshimiwa wabunge pia kwamba wananchi wapo na sisi, kwa sababu katika utafiti ambao tulifanya katika dira ya taifa ya maendeleo tuliuliza maswali mengi, lakini mambo yafuatayo yalijitokeza. 76% ya Watanzania waliohojiwa walisema kwamba katika miaka 25 iliyopita nchi imekwenda vizuri. 70% walisema wana matumaini makubwa na miaka 25 ijayo. Kwa waheshimiwa wabunge, serikali, bunge na wananchi walio wengi wa Tanzania wapo na sisi kisera, wapo na sisi katika haya ambayo tunayafanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Ninaomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru.